Hii leo alikamatwa na kufikishwa mahakamani kwa makosa ya kupanga njama za udanganyifu na ulaghai wa takriban shilingi milioni 29 kinyume na sheria. Nyakang'o ameshtakiwa kwa makosa mengine matatu yakiwemo kuendesha kampuni ya akiba na mikopo bila leseni. Yanajiri huku viongozi humu nchini wakikashifu hatua ya kukamatwa kwake. Nyakang'o, Mike Kagongo anatuarifu mengi zaidi. Nyakang'o aliyekamatwa Jumatatu jioni na maafisa wa DCI katika kaunti ya Mombasa anaaminika kushirikiana na washukiwa wengine 10 kati ya Novemba mwaka 2019 hadi mwezi Mei 2020 walipomlaghai Claudia Mweni Mutungi shilingi milioni 29 kupitia kampuni ya akiba na mikopo ya FEP Sacco Society Limited inayodaiwa kuendeshwa bila leseni. Nyakang'o na washukiwa wenza wanakisiwa kughushi saini ya mwadhiriwa Claudia Mweni kwenye fomu ya maombi ya uwanachama wa kampuni hiyo ya akiba mnamo tarehe 2 Disemba 2019. Aidha, watashtakiwa pia kwa kuendesha shirika la akiba na mikopo bila leseni, sawa na kuwasilisha stakabadhi ghushi. Mahakama ya Mombasa kupitia hakimu mkuu Alex Thuku, hata hivyo, imempa Nyakang'o dhamana ya shilingi milioni 2 pamoja na kiasi cha shilingi 500,000 pesa taslimu, huku kesi hiyo ikitarajiwa kusikizwa katika mahakama hiyo tarehe 13 mwezi huu. Wengine ambao wanatarajiwa kufunguliwa mashtaka ni pamoja na Jackson Nkure Wanjao, Susan Kendi, James Makena Wanyagi, John Moshira Kithaka, Jane Karu Ntanyi na Muthoni Elfas, Joan Chumo, Masi Ndura Mukosa, Gregory Mwangangi Mailu na Michael Kipkurui pia wanapaniwa kufunguliwa mashtaka. Nyakang'o hata hivyo aliyakana mashtaka yote. Haya yanajiri huku viongozi kutoka eneo la Kisii wakikashifu vikali kisa hicho. Kinara wa chama cha NARC Kenya Martha Karua amekashifu vikali kukamatwa kwake Nyakang'o, akisema kuwa imechochewa kisiasa. Mike Kagongo, TV47, Nairobi.